Naam, mwanamichezo, karibu katika chaneli yako hii ya YouTube kupata taarifa zile ambazo zimeweza kutokea sehemu mbalimbali katika viwanja vya kimichezo na habari za burudani na habari zingine zozote ambazo zimeweza kutokea ndani na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Bwana mwanamichezo, tunafahamu kuwa klabu ya Simba imeweza kutoa kombe la Muungano kule visiwani Zanzibar baada ya kuitangulia kwa ushindi wa bao 1-0 ambalo liliweza kupatikana kwa kile ambacho Chama alifanyiwa ndani ya boksi na mchezaji wa Yanga Edmond na kusababisha penati na kuifanya Simba kutoa ubingwa wa kombe la Muungano 2026. Sasa macho yote yapo kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam, ambapo Yanga anashuka dimbani siku ya Jumapili Mei 3 kucheza na wekundu wa Msimbazi Simba katika uwanja huo kwenye mashindano ya ligi kuu ya NBC Premier League. Sasa moja kati ya taarifa ambazo mwanamichezo tumeendelea kuwa nazo na kukuletea kukusogezea hapa ambapo na umeipata video hii sahihi ni kwamba klabu ya Simba sasa imefanikiwa kunasa saini ya beki wa kulia wa Azam FC, na mzungumzia Nathaniel Chilambo kwa ajili ya kuitumikia klabu hiyo kuanzia msimu ujao wa 2025-2026-2027, ambapo sasa Chilambo ambaye mkataba wake na matajiri wa jiji la Dar es Salaam unatarajiwa ufike tamati mwishoni mwa msimu huu. Tayari amesaini mkataba wa awali, yani pre-contract, na wekundu wa Msimbazi Simba. Usajili huu unatajwa kuwa ni mkakati wa uongozi wa Simba wa kuimarisha safu ya ulinzi kwa kuleta damu changa yenye uwezo mkubwa wa kupandisha mashambulizi na kuzuia, huku Chilambo akionekana kuwa chaguo sahihi kufuatia kiwango chake bora alichokionyesha ndani ya klabu ya Azam FC. Hatua hiyo ya Chilambo kujiunga na Simba akitokea Azam FC inawakumbusha wadau wa soka safari ya beki mkongwe wa gwiji wa nafasi hiyo Shomari Kapombe, ambaye naye alitua Msimbazi akitokea viunga vya Azam Complex. Kama ilivyokuwa kwa Kapombe aliyekuwa mhimili wa Simba kwa miaka mingi na kupata mafanikio makubwa, Chilambo anatarajiwa kuvaa viatu hivyo na kuleta changamoto mpya upande wa kulia wa ulinzi. Usajili huu ni ishara tosha kuwa Simba imedhamiria kufanya maboresho makubwa ya kikosi chake kuelekea msimu mpya. Simba inalenga kurejesha hadhi yake ya ubingwa katika michuano ya ndani na kimataifa kupitia wachezaji wenye uzoefu na ubora wa hali ya juu. Sasa mwana michezo, mchezaji kutoka kule Azam FC nikimzungumzia Nathaniel Chilambo, sasa klabu ya Simba imefanikiwa kunasa saini ya beki huyo wa kulia kutoka kwa wanalambalamba kule Chamazi Complex. Yapi ni maoni yako? Macho na masikio sasa yanaelekea tarehe 3 Jumapili Mei 3 ya siku ya Jumapili, ambapo sasa Yanga wanashuka dimbani katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo na wekundu wa Msimbazi Simba. Nani atakuwa mbabe? Nani atakuwa kinara kwa kuongoza mchezo huo mwanzo mpaka mwisho ndani ya dakika 90? Mimi sifahamu, lakini wewe mwanamchezo unafahamu timu gani ambayo itakwenda kushinda? Unaweza kuniachia ujumbe wako kwenye comment hapo section. Usisahau kulike, subscribe pamoja na kushare. Kutokea hapa sina la ziada, nikwage na nikutakia siku njema. Bye bye.